Karibu tena ndugu mtazamaji katika kipindi chetu hiki cha leo ambacho kinawasilishwa moja kwa moja katika chaneli yetu ambayo ni chaneli ambayo inahusu masuala ya mapenzi ya afya. Karibu sana. Leo tuna kipindi kipya ambacho kinaonyesha uhusiano uliopo kati ya mapenzi ya afya lakini pia na mapenzi ya mwili. Je, kuna uhusiano gani uliopo kati ya mapenzi ya afya na mapenzi ya mwili? Kabla tujajua uhusiano uliopo kati ya hivi vitu viwili, twende moja kwa moja tukaelewe maana ya mapenzi ya afya pamoja na mapenzi ya mwili. Tunapozungumzia mapenzi ya afya, ni ile hali ya mtu kuwa katika mahusiano yaliyokuwa salama, lakini pia mahusiano ambayo yana furaha, lakini pia mahusiano ambayo yanakuwa yanamfanya yeye anakuwa anajiona ni mtu wa kipekee sana. Hayo ndio mapenzi ya afya. Lakini pia vipo viashiria vingi ambavyo vinaonyesha katika mahusiano yako kuna afya ya mapenzi, ama kuna mapenzi ambayo kiufupi yanakupatia afya, maana kuna uhusiano mzuri sana uliopo kati ya hivi vitu viwili. Na dalili hizo ama viashiria hivyo ambavyo vinaonyesha kwamba kuna mapenzi ya afya katika mahusiano yako ni vitu vifuatavyo. Cha kwanza ni mahusiano yaliyokuwa bora. Kuna mahusiano mazuri sana kati ya mahusiano yenu kati ya mtu na mtu, mnakuwa mnapendana, lakini pia mnakuwa mmewekana wazi juu ya mahusiano yenu. Maana hapo vijana wengi wapo katika mahusiano lakini hawaelewi mahusiano yako vipi, hawaelewi mipaka yao. Maana kuna vitu ambavyo binafsi unaweza kumfanyia mpenzi wako akafurahi, lakini pia kuna vitu ambavyo mpenzi wako anakuwa hafurahi navyo. Kwa hiyo ili kuvijua hivi vitu lazima kuwe na mawasiliano yaliyokuwa bora baina ya watu hao wawili. Lakini pia ukiachana na hayo mambo, pointi nyingine ni kwamba mahusiano bora huwa yana heshima. Kunakuwa kuna heshima baina ya watu hao wawili, kunakuwa kuna heshima. It means kwamba watu hao wanakuwa wanaheshimiana, lakini pia wanakuwa wanajaliana katika kila hali ya furaha, hali ya shida, hali ya upweke, kunakuwa kuna kujaliana. Mnakuwa mna move pamoja katika kila hali. Hizi ndizo indicator ambazo zinaonyesha mahusiano yalikuwa ni mahusiano ambayo yamejengwa katika afya iliyokuwa bora zaidi in terms of mahusiano. Lakini pia zipo pointi nyingi ambazo kadri tunavyozidi kuendelea na somo tutakuwa tunazitaja moja baada ya nyingine, lakini uweze kuelewa pointi hizi chache unabidi uangalie katika mahusiano yako. Je, kuna viashiria vya namna kama hii? Ukiona hakuna viashiria vya namna kama hii, inabidi ushuke na uchunguze mahusiano yako. Je, ni mahusiano ya namna gani? Je, ni mahusiano yenye afya ama ni mahusiano tu mnahusiana tu bila kujua mnaenda wapi, au bila kujua nini mwisho wa mahusiano yenu? Hii ndio maana kamili ya unazungumzia mahusiano yenye afya. Lakini pia vitu vya msingi ambavyo vinaunda mahusiano yenye afya ni afya ya akili. Mkiwa katika mahusiano yenye afya, tuna expect kwamba kuna afya ya akili. Tukizungumzia afya ya akili, mahusiano bora au mahusiano yenye afya moja kwa moja yanatengeneza afya ya akili. Haiwezi kufanya ukawa na msongo wa mawazo, yani ufanye unakuwa unafurahi. Maana tunajua kwamba katika mahusiano kitu kikubwa ni furaha. Tunatarajia kupata furaha, na kibiolojia zaidi wanazungumzia kwamba wanabiolojia kwamba ukiwa kwenye mahusiano kuna homoni za furaha ambazo wanaita oxytocin hormones, ambazo zinakuwa moja kwa moja zinazalishwa ndani ya mwili, ambazo zinawafanya watu ambao katika mahusiano wapate kuwa na furaha zaidi. Lakini pia ukiachana na afya ya akili, lakini pia kuna hisia. Lazima kuwa kuna hisia baina ya watu wawili, hisia, uhusiano. Mtu mmoja ana feel kuwa na mtu mwingine, wanakuwa wanahisia baina yao. Hii ndio indicator kubwa sana ya mapenzi ya afya au afya ya mapenzi. Lazima kuwa kuna hisia baina ya watu wawili waweze kuinteract vizuri zaidi, ili waweze kudumisha mahusiano yao. Lakini pia kitu kingine ni afya ya mwili. Lazima kuwa kuna afya ya mwili iliyoimarika, kwamba mnapokuwa katika mahusiano yenye afya lazima ujue kujilinda, lazima uelewe evolutions, lazima uelewe mifumo yako ya mwili iko vipi. Je, maybe kuna uwezekano, je, ukipata mimba au ukipata ujauzito kuna effect vipi? Lazima iko kitu kielewe. Hii ndio maana kamili na uzungumzia mapenzi ya afya.
afya ya mapenzi. Twende moja kwa moja katika kipengele kingine ambacho kinahusiana na masuala ya afya ya mwili. Je, afya ya mwili iko vipi? Tunamaanisha nini tunapozungumza masuala ya afya ya mwili? Lakini pia je, afya ya mwili ina uhusiano gani na afya ya mapenzi? Ngoja nikwambie kitu kimoja, ndugu mtazamaji na msikilizaji, katika channel yetu hii ya leo ambayo inaitwa afya ya mapenzi. Lakini pia kabla sijaenda moja kwa moja kuelezea afya ya mwili iko vipi, nipende kukumbusha kitu kimoja: usubscribe channel yetu hii ya afya ya mapenzi, lakini pia ucomment ili tuweze kutengeneza masomo mazuri ambayo yatakusaidia wewe ndugu mtazamaji uweze kuelewa mahusiano yako, lakini pia uweze kuimprove katika kipengele hiki cha mahusiano. Tunapozungumzia masuala ya afya ya mwili, tunazungumzia kwamba ni ile hali ya mwili kuwa sawa katika mifumo yake. It means kwamba mifumo ya mwili inakuwa inafanya kazi pasipokuwepo na hitilafu yoyote au kutokuingiliwa kwa mifumo yoyote ambayo